anakwenda nusu finali kwa kumtoa Mwarabu Al Masry. Si timu nyepesi. Sahihi. Pengine hali ya uwanja imesababisha kwenda kwenye penalty, labda mechi pengine ingemalizika dakika 90 kama uwanja leo kusingekuwa na mazingira ya mvua. Inawezekana mjadala wa uwanja ukawa na mitazamo tofauti. Kwa maana ya kwamba pitch namna ambavyo imeandaliwa kuelekea katika mchezo husika, na katika nyakati za sasa wanasema viwanja vingi pitch kutuama kama vile kuwa na matope na nini, so katika nyakati hizi ambazo teknolojia ni tumesogea sana. Tumesogea sana. Zamani Alex utakuwa una ushahidi wa hilo, Simba na Ismailia pale shamba la bibi Simba alikuwa kashashi, wakati ile ilikuwa mechi inarudiwa inaanza upya. Simba kashampiga mtu 2 wakati ule kina Joseph Kaniki Gorota washamgonga 2 Ismailia, mechi ikashindwa kuendelea kwa sababu ya mvua. Ilipoanza kesho ikaanza upya, Simba soka pata alishinda goli moja ile akashindwa kumtoa. Lakini kwa hivi sasa teknolojia imekuwa kubwa sana, kwa maana ya katika namna zote, kwenye viwanja, ndani ya pitch, namna ambavyo viwanja vinatengenezwa ili pitch ikawa na usawia zaidi. Ukiangalia kuna baadhi ya nyakati mpira ulikuwa kama unawanyima furaha mashabiki, kwa maana ya ulikuwa unaamini kwamba mchezaji anaweza kaucheza mpira alafu mpira unatuama kwenye matope au kwenye maji. Kwa hiyo ulikuwa unashindwa, yani uwanja ulikuwa unashindwa kwenda na moment ya mchezo sababu ya mazingira. Na unaweza ukaipiga hesabu hiyo kwa dakika ngapi ambapo mchezo ulikuwa una changamoto hiyo ya maji ama tope ama mpira kutuama, ni zaidi ya dakika 10 mpaka 15. Sahihi. Na ndio maana mpira mingi sana ya kurusha kwa wale wazee wa kubashiri, wawekezaji ambao walibashiri kwenye mipira ya kurusha, leo iko wali nazi. Lakini mwisho wa siku Simba home advantage, goli 2 za kipindi cha kwanza ziwarudisha sana mchezoni, kwa maana ya kuamini kwamba hii game ya kwetu. Wamepiga goli 2 kipindi cha kwanza. Katika hali ya kawaida unaamini hawa leo kama si 5 9 wanapigwa. Nini kilibadilisha upepo? Kipindi cha pili kaonekana kama hakuna tena uwezekano wa goli lolote kufungwa. Nimpongeze kwanza kocha wa Al Masry Anis Bojabene. Na ni batika pia kufanya naye mazungumzo wakati natoa ripoti zangu za Misri. Mmoja kati ya makocha ambao wanaamini sana kwenye kujilinda, alafu timu ishambulie kwa mashambulizi ya kushtukiza. Na ndio maana kuna wakati kwa naona mbona Simba wanashindwa kupita ama kuwafungua Al Masry, kwamba back passes za kwa nyingi sana. Ilikuwa ni game plan ya mwalimu Anis Bojabene. Na kuna wakati, na hii kwa faida pia wasikilizaji, matamanio ya mashabiki ni makubwa mno. Wanatamani mashabiki wawe maroboti, kwa maana ya kwamba kama goli 2 kipindi cha kwanza, goli 9 hizo kipindi cha pili. Lakini bila uko hivyo tena 2 hizo dakika ilikuwa ya 20 ngapi? Washapiga 2 28 sio 23. Shapigwa 2. Yani ile 45 za kipindi cha kwanza, nusu ya ile 45 washakula 2. Kwa hivyo palikuwa pana uwezekano wa nyingi zaidi kupatikana sekondari. Mpira uko hivyo. Unamsifu pia Al Masry kwa maana ya kwamba alimheshimu Simba. Moja kati ya vitu ambavyo wakati wa mkutano wa waandishi wa habari mechi ya kwanza pale Misri, waandishi wetu wa habari kwa tuuliza, bwana, Benjamin Mkapa hali yake ikoje? Nikamwambia Benjamin Mkapa ni tofauti na uwanja wa Suez, kwa maana idadi ya mashabiki na uwezo wa uwanja kuchukua watazamaji wengi. Hii ilikuwa ni advantage kwa Simba kwa kiasi kikubwa sana. Na ukiangalia kuna wakati washabiki walikuwa wanaenda kwa yani wachezaji kwa mashabiki kuhamasisha kwamba tushangilie. Lakini mwisho wa siku haikuwa vile ambavyo watu wengi walikuwa wanaona kwamba Simba angeshinda goli 5, kwamba ingekuwa ni rahisi zaidi. Lakini kanuni za mashindano imeenda kwenye penalti, na penalti imewabeba, kwa maana ya penalti ni iko wazi, kila amejiandaa na kuna bahati pia. Lakini mwisho wa siku Simba kwa nusu finali. Kwa nini kipindi cha pili kuna muda mwingi sana Waarabu waliamini, Al Masry waliamini kwamba pengine penalti kwa inaweza ikawa ina faida kuliko kuruhusu kufanya mchezo, sababu karibu dakika kama 15 20 hivi wameziua kwa kuanguka, kutolewa nje, kufanya hivi na nini. Walishaona haya maji ni mazito. Inawezekana
Lakini pia naiwaza katika eneo la saikolojia, pengine waliamini Simba watakuwa na disadvantage kwa kwenda kwenye mikwaju ya penalti kuliko wao, jinsi ambavyo itakuwa, kwa sababu wametoka kwenye game ya nyumbani wakiwa wanaongoza mabao mawili, wamekuja hapa Taifa, and then kile kilichotarajiwa na Simba kwamba tutafunga, and then wamepata magoli mawili ya mapema, alafu wakashindwa kuongeza na kuua game mapema kwenye ile idadi yao. Kwa kiakili kuna namna fulani yale matarajio ya lazima yataanza kwa hukumu. Kwa nini tusingeua mapema vitu kama hivyo? Alafu unakwenda kwenye mikwaju ya penalti, kuna namna fulani waliamini wao wangekuwa na nafasi kubwa zaidi kisaikolojia kuliko mechi ilivyoisha. Wao walionekana kama walishukuru mno, wako happy zaidi, wako tunaua sasa, ndo time yetu. Na ni hivyo, ni kwamba wao walikuwa na advantage kubwa zaidi, kwa sababu pengine ninaamini hata wao baada ya zile goli mbili za mapema waliamini hii ni game ambayo hatutafika kwenye mikwaju ya penalti. Kwa hiyo muda ulivyokuwa unazidi kwenda, wakaona hilo linawezekana. Unaona jinsi ambavyo walikuwa wanazidi kulala kila wakati kuanzia dakika 75 ile mpaka game inakwisha. Yani zile dakika 10 za nyongeza ambazo zilikuja zikaongezwa, sidhani pia hata kama alizichezwa zote na zenyewe. Goalkeeper anaanguka muda wote, Mahmoud Gadi, wachezaji wa ndani nao kila wakati anashika misuri, alafu anatolewa na wale watu huduma wa kwanza, akifikishwa amesimama, yani kama unajua ikawa ni kama game fulani. Kwa hiyo ni idea namna hiyo. Wao waliamua kuimaliza game kwa namna hiyo, wakiamini kwamba watakuwa na advantage kisaikolojia na kimchezo kwenda kwenye michomo ya penalti kuliko ambavyo Simba ambao pengine walikuwa na nafasi ya kuiua game kabla hata haijafikia kule. Lakini engo nyingine pia naitazama, wati kama walianza kuzicheza penalti mapema kabla hata kuzifikia penalti zenyewe. Ni swala la uzungumzia saikolojia na mtazamo. Kwa maana ya Luavano kazungumza kitu kizuri sana. Na watu wanazungumza hapa off mic kwa maana ya lugha ya picha, ya video, walikuwa wanaona wanafurahia kwamba tumeenda kwenye penalti. Lakini mwisho wa siku penalti obviously iko open sana. Kila mtu ile uweze kujiamini nazo wewe pekee. Yani haina favor, kwa maana ya kwamba wewe haijalishi ni mkubwa kiasi gani. Unacheza na timu ambayo ni ya kaliba gani, bado inabakia iko open sana, kwa maana ya mpigaji pamoja na goalkeeper wanafanya majukumu yao kwa kiasi gani. Al-Masry inawezekana walifurahia kwenda kwenye penalti, lakini penalti wakati mwingine wanasema ni bahati. Bahati ilikuwa kwa upande wa Simba, na Simba anakwenda nusu finali. Okay, Kamara goalkeeper anafuta penalti 2 katika penalti zinazotakiwa kupigwa 5. Unapokuwa na goalkeeper kama huyu, wakati mwingine ukifika kwenye upigaji wa mikwaju ya penalti, wewe unawatazama wapigaji wako wana uwezo wa kuweka zote 5 kwenye nyavu, zoezi limeisha. Na wakati mwingine kwenye mchezo wa penalti 5, kipa akishadaka penalti 1, wanaokuja kupiga tayari psychologically nao anakuwa na wajenga pia, anakuwa hawako sawa. Inawezekana hilo nalo liliwapa confidence Simba kwa kudaka na wapigaji wakatulia, kwa sababu hakuna guarantee kwamba pengine Simba wapigaji wao penalti zao zisingedakwa na goalkeeper wao. Of course yuko sahihi sana. Na niligusia kwa maana ya kuwajenga hapa, wakati unajenga swali ama unajenga link yako, nikiwaangalia zaidi Simba. Lakini kwa kesi ya Al-Masry ulichokisema pia ni sahihi zaidi, kwamba unapokwenda kukabiliana na kipa amesha save penalty, inakuwa ni issue tofauti kabisa. Unaona kabisa huyu naweza nikafanya makosa akachukua, na unajikuta unakwenda pale unarudia kosa anachukua. Okay, mimi Alex hapo kwa Kamara nibatika kukutana naye baada ya mechi mechi ya yeye anaamini kwa maana ya magoli aliyofungwa Misri, yeye amechangia goli la kwanza la winga yule Abdulrahim Dekmoum. Alipiga shuti katika mazingira ambayo inawezekana ni surprise Kamara, lakini watu wengi walikuwa wanaamini kwamba huenda angeweza kusave. Nilikutana katika mazingira ambayo alikuwa amejitenga na wenzake kwa maana ya wachezaji. Alafu mimi kama mwandishi wa habari kazi yangu ni udadisi. Umeona bwana, kama mechi unazungumzaje, lakini kwa haya magoli akasema anajilaumu sana. Na inawezekana nimechangia pia kwa timu kupoteza goli hizi 2. Kwa sababu ya kwanza ametoka kwenye majeraha, alikuwa bado sauti mamo wa kimwili haujakaa sawa. Na kingine kama msifu Dekmoum, alimuona kwamba hayupo katika upande ambao
akipiga shuti kusafiri itakuwa ngumu. Umeona bwana. Kwa hiyo alikuwa anaitaka sana hii mechi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo Luambano ulivyosema kwamba kipa anatimiza majukumu yake ya labda mikwaju wa penalty amechomoa kisaikolojia, of course, kwa mpigaji anayefuata lazima anaoga kama huyu ameweza kucheza hivi kwa maana timu pinzani. Okay. Mechi ilipomalizika wachezaji wa Simba walikuwa wana furaha zaidi kuliko mashabiki. Inawezekana goli la mama nao limechangia.